Mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA imewapatia mafunzo wamiliki wa meli kuhusu umuhimu wa mikataba ya mabaharia, mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa mamlaka hiyo Malindi, mkoa wa Mjini Magharibi. Akizungumza katika mafunzo hayo, mkuu wa divisheni ya usajili wa mabaharia na vyombo vidogo vidogo Kapteni Khamis Mohamed Ali amesema lengo la mafunzo hayo ni kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa mikataba ya mabaharia kwa mujibu wa sheria na taratibu za kimataifa. Leo tulikuwa na kikao pamoja na wamiliki wenye meli kwa lengo la kuwapitishia ufahamu juu ya muhimu wa mikataba ya mabaharia kama ilivyotakiwa kwenye mkataba mkuu ambao tunaita Maritime Labour Convention, mkataba ambao uliotayarishwa na shirika la IMO, ambao hii ilitakiwa kuwa hawa wamiliki wa meli wanatakiwa wahakikishe kuwa mabaharia wao wote wana mikataba halali ambayo mikataba itafuata hivyo vigezo vya kimataifa. Na lengo kuu la kuwepo mkataba melini ni kuwaweka usalama kwanza wa mabaharia binafsi, kuanza usalama wao; pili, usalama vile wa vyombo; tatu, vile maslahi yao kiujumla. Kwa hiyo lengo la leo hasa lilikuwa ni kuwapitishia elimu, kwa sababu tunaelewa wamiliki wengi wa meli zetu za ndani bado hawajakuwa na uelewa mzuri juu ya masuala ya muhimu wa mikataba kwa baharia. Baharia, unajua kama ilivyokuwa kawaida, yeye ni mtu ambaye ana muda wake wote anaotumia wakati wa kazi yake anakuwa yuko baharini. Kwa hiyo yeye hana sehemu nyingine yoyote ambayo anahitajika yeye aende akafanye kazi, labda akitoka pale atapata. Kwa hiyo itapotokezea hujampa mkataba na hajui hasa kazi yake itamkamata kwenye sehemu gani kwa kipindi gani, kwa hiyo hili nalo pia ni tatizo. Na kama ilivyo kwa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, tuliweza kupokea baadhi ya kesi nyingi tu ambazo zinaonyesha maslahi mbalimbali ya mabaharia kukwepa. Mabaharia wengine tunasema kwa sheria za kimataifa kuwa walitengwa, waliachwa, kwa sababu mtu anawezekana akapitwa na wakati wa mshahara hajalipwa. Kwa hiyo zile zote ndo kesi ambazo zinaweza kupata suluhisho kamili kwa kupitia mafunzo haya yaliyotolewa leo. Mikataba hii kisheria na kiutaratibu inatakiwa itolewe pale wakati tu baharia anapotakiwa kupanda melini. Ipo aina mbili, kwa sababu hapa tunazungumzia mabaharia wetu wa ndani. Mkataba huu utaanza pale toka siku ambayo yeye ameshasainishwa ule mkataba mpaka siku ambayo iliandikwa tarehe yake ya kumaliza ule mkataba. Na la pili, ikiwa kampuni zitashindwa kutekeleza hii, mamlaka imeshaboresha sheria zake, kuna adhabu zimeshatengwa tayari. Kwa hiyo yule mmiliki wa meli ambaye atakwenda kinyume na yule utaratibu wa kuhakikisha mabaharia wake wote wana mikataba kamili, basi watachukuliwa hatua na kuwajibika na sheria hizi. Mamlaka inatoa nafasi kwa mmiliki wote ambaye ataona labda kuna kasoro au anataka ufafanuzi, basi afike mamlaka na tutaweza kukaa naye na kumfahamisha vizuri na tutafikia tu katika solution iliyokuwa nzuri. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameshukuru ZMA kwa kuandaa mafunzo hayo, wakisema mikataba hiyo ni kinga muhimu kwa waajiriwa ikiwemo mabaharia, kwani husaidia kufanya kazi zao kwa utulivu na ufanisi, huku ikipunguza changamoto na malalamiko yanayotokana na ukosefu wa mikataba rasmi. Tumepokea vizuri mafunzo haya. Kwanza tumepata kuzijua haki za mabaharia na pia kuzijua haki zetu za wamiliki wa vyombo vya baharini, na tumepata wasa pia wa kueleza changamoto zetu. Nashukuru zimepokelewa na sisi tumeyachukua na tutaenda kuyatekeleza. Ushauri wangu kwa wamiliki wa vyombo vya baharini, kwa umoja wetu, tuwape mabaharia wetu mikataba kwa ajili ya kupata haki zao, na pia sisi ni kwa ajili ya usalama wa vyombo vyetu ambavyo tumewachia wao muda wote wako navyo huko baharini. Nashukuru sana kikao cha leo ambacho kimeitishwa hapa ZMA. Maudhui yake makubwa ilikuwa ni jinsi ya kushughulika na mikataba mabaharia au jinsi ya kutayarisha mikataba mabaharia, kwamba tunapaswa wamiliki wote wa meli wawe na mikataba kwa ajili ya mabaharia wao. Mkataba kwa kweli ni kinga kabisa ya kumlinda baharia aweze kufanya kazi zake vizuri na kuepuka changamoto zote ambazo zinaweza kusababishwa na mmiliki wa meli.
Hiyo ni dhahiri kweli kwamba malalamiko mengi ambayo yanatokeza melini ni masuala ya kufukuzwa mabaharia kukosa haki zao, baharia amepata ajali anakosa haki zake na mambo mengine mengi ambayo yanatokezea. Lakini kikao cha leo ZDMA kilikuwa kinatupa mwongozo jinsi gani ya kutayarisha mikataba baharia ambayo itawalinda mabaharia, na vile vile kwamba wamiliki wa meli watakuwa wanajilimit jinsi gani ya kuweza kudili na mabaharia na kuwapa haki zao vile inavyostahili. Nashukuru sana kwa kikao cha leo kwamba kimetupa mwangaza na ndivyo inavyopaswa. Tena swali hili kwa lifanyike zamani, lakini utakuta kwamba bado kulikuwa na changamoto hii na ile, lakini sasa hivi ZDMA wako imara zaidi wa kuweza kusimamia mambo haya, na tunajitahidi kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba tunaisaidia ZDMA na mikataba inakuwepo kwenye meli na mabaharia. Kila baharia anapata mkataba wake kwa mujibu wa nafasi yake na kwa mujibu wa kazi zake bila ya kumletea usumbufu. Abdullahi Abdullah, ASAM Online TV.